ndio mwanzo wa maisha ya Pentekoste, ndio ahadi yetu, ndio msingi wetu, ndio kitu chetu cha maana. Yesu alikuwa na vingi vya kuwaeleza, lakini akaona awaelezee juu ya ahadi ya Roho Mtakatifu, maana ni wa thamani. Bwana asifiwe. Mungu ameahidi kutupa Roho Mtakatifu. Mungu ameahidi, sura ya 19 mstari wa 2, Matendo ya Mitume sura ya 9 Biblia inasema akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Moja ya swali la msingi waliokuwa wakiulizana wenzetu, walikuwa wakiulizana, je, mpendwa, Mtakatifu ulipoamini? Paulo anawauliza watu wa Efeso, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Swali hili ni la muhimu sana na linatupa ufunguo wa mambo mawili. Jambo la kwanza, kupitia swali hili tunaona ya kwamba kuokoka ni jambo moja na kumpokea Roho Mtakatifu ni jambo lingine. Ni mambo yasiyochanganywa. Tutakuwa wajinga kanisa la leo kuyachanganya mambo haya mawili kuwa ni jambo moja. Tutakuwa ni watu tuliofilisika kiakili kuyachanganya mambo haya mawili kuwa ni jambo moja.
hatujampokea huyu Roho Mtakatifu, hatujampokea. Ni maombi yangu ya kwamba katika siku hizi 4 asiwapo mtu wa Vingunguti ambaye hajampokea Roho Mtakatifu. Katika siku hizi 4 asiwapo mwana baba au mwana mama au kijana wa Vingunguti ambaye atakuwa hajampokea Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu tutakuwa tunaombeana habari za huyu Roho Mtakatifu, tutakuwa tunahimizana habari za huyu Roho Mtakatifu, tutakuwa tunawekeana mikono habari za huyu Roho Mtakatifu. Ajenda yetu ni moja, ya kwamba tumpate Roho Mtakatifu, ya kwamba tumpokee Roho Mtakatifu, maana ni ahadi. Haleluya jamani, haleluya. Roho Mtakatifu ni ahadi. Usikubali kukabila ya Roho Mtakatifu. Usikubali kuishi bila Roho Mtakatifu. Utajuaje kwamba umempokea Roho Mtakatifu? Ni swali la msingi la sisi kujiuliza. Utajuaje kwamba wewe umempokea Roho Mtakatifu baada ya kuwa umeokoka? Unawezaje kujua? Maana ni muhimu ujue. Utawezaje kujua kwamba mimi nimempokea Roho Mtakatifu? Mwaka ule wa 96 nilipokuwa nimeokoka, ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuombewa na kumpokea Roho Mtakatifu, na ilikuwa ni katika mashule. Tulikuwa tunafanyia ibada mashuleni, na ninaikumbuka ile siku ambayo niliombewa na Roho Mtakatifu akaja juu yangu, na nina ushahidi ya kwamba haya yaliyoandikwa katika Biblia kama ishara ya kwamba mtu amempokea Roho Mtakatifu ni ya kweli. Roho Mtakatifu ana ishara zake akiwa amekuja kwako. Ikiwa wewe umempata Roho Mtakatifu, kuna ishara ambazo lazima zitatokea, na ishara ya kwanza tunayoiona ni ishara ya kunena kwa lugha. Sema kunena. Sema kunena kwa lugha. Sema kunena kwa lugha. Biblia imeweka ishara ya awali ya mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu ya kwamba ni sharti anene kwa lugha mpya, na lazima tuone, je, hao waliopokea Roho Mtakatifu
Je, kweli walinena kwa lugha mpya? Tuanze na wanafunzi wa Yesu. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya pili. Tuanze na Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 4. Biblia inasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Si unafuatilia? Unaona, hawa ni wale ambao Yesu aliwaambia wasubiri. Twende Matendo 8:17-18. Matendo 8:17-18. Hata Simeoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Hata Simeoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu, aliona nini? Aliwaona wakinena kwa lugha mpya. Twende Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 na 46. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 na mstari wa 46. Biblia inasema Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa. Watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji watu hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu kama sisi? Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 6. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 6. Biblia inasema, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitajuaje